The Bible says, if you take this note, kama usiposhiriki leo, you have no part with me. Hauna sehemu nani. Yaani wewe unasema na Yesu. And I believe that, na ninaamini kwamba it is a short time for Christians. Ni wakati wa onyesho kwa Wakristo. First, niwepo kila wakati. Amina. Hata sisi tungekuwa nalo wiki Jumamosi iliyopita. Ni msiba tu mdogo wangu umenifanya tusishiriki. Ikabidi niondoke Jumanne kwenda kumzika dada. Mdogo wangu kabisa. Hata pana mtu Mungu anisaidie. Lakini wakati mke wangu ameniacha pale nimebaki peke yangu, nikaanza kutoa machozi kumkumbuka dada mdogo wangu. Mungu abariki sana. Sababu nikaa peke yangu nakuwa najisikia mawazo sana kuhusu mdogo wangu. Mungu abariki sana. Sio kwamba amepotea, naenda kuwa na mawazo kwamba nitamkosa duniani kumisi sauti yake na kuongea naye. Mungu abariki sana. If you take this note, and I believe that it is a short time for the Christians. If we do not take it, we have no part in Him. If you are part with Christ, if you have a part with Christ, if you are a part of Christ, you have to take this part. This is your part. So take your part. Take your position. Hallelujah. And nikwambie, Mungu akupiga katika anakocha wale wana. Mungu anakupa kazi ya kufanya. Kila siku na roho takatifu, kalia kwa nini? Sijui. Ulipo mpaka lini? Kwa sababu Mungu anabidi aje ndani mwako afanye kazi. Lengo la kupata roho takatifu ni kuendeleza kazi ya Yesu Kristo. Sasa kazi gani wewe unaendeleza? Kwa sababu usifanye yote. Unaendeleza kazi ya Yesu Kristo. Kuna kazi ya kuendeleza, si ndio? Mungu abariki sana wapendwa. Mwambie Mungu, umenipa roho takatifu. Nashukuru sana. Naomba unitumie mahali pa. Pale ambapo wewe utanibariki. Na nikwambia kuna baraka kubwa sana kama kutumika mahali pako mwenyewe Mungu akuweka. Nikwambie hapo Mungu anapita ndipo mbingu yako ilipo. Yaani mbingu zinafunguka pale kwako. Ukifanya hicho kitu. Chukua cha mwingine sasa, utafanikiwa. And if we take it anymore, na kama tukichukua isivyostahili, then we are the gift of the body and death of Christ. Ndipo tunatia mwili wa Kristo. So it gets to a place where it keeps the Christian prayed up. Kwa hiyo inafanya kanisa kufikia mahali ambapo linaomba sana. Unaomba sana. When it comes to the communion, wanapokuja kwenye ushirika, sio kwenye ushirika ndio unaomba. Ungeomba tu nikwambie hivi, usijaribu usingine. Kwanza leo usijaribu. Sawa? Na singine leo usiendelee kujaribu. Na usipojaribu leo, huna ushirika na Mungu. Vipi? Weka mambo sawa sawa.